Naangalia kwanza marafiki zangu wameniambia nini, kwa mfano kama yani labda seme kama labda kuna status mpya, labda kuna kitu kipya gani, ndio cha kwanza kuangalia kitu kipya gani. Watu wengine wanapost vitu vya maana, so useme tu na udaku udaku upo nao, lazima uwepo, lazima uwepo udaku. Ndio kama hayo juzi tunazoshiana kwa Justin Bieber amekufa, hiyo mlisikia ama? Sasa chezea. Basi mimi ndio nishakwambia. Mimi ngoja tu mwanzo naangalia nafuatilia business vitu gani ambavyo vinauzwa bei rahisi. Sasa una according to your interest. Hiyo ni interest yake. Unauliza madirector. Rex say kwa na wewe mbona mwisho hilo jungu na wewe hilo jungu. Inapokuja kwangu mimi, cha kwanza nachofanya nikiingia kwenye mtandao. If kama na kazi ya kutype, niko chuo labda nimepewa assignment, nitaingia pale nitafanya kazi yangu. Nikiona nimechoka moja kwa moja nitaenda FB. Nikishaka FB nitaangalia kama umesema status za watu leo wameandika nini, nitatoka kama nitaingia message gani, watu wamepost picha gani. Hapo nikitoka hapo labda nitaenda nikaangalia mechuzi blogspot mechuzi na angalia leo kuna vitu gani. Kwa hiyo vile kwanza inapunguza hata kama una mawazo, inapunguza stress. Ni faida moja wapo inapunguza stress. Yaani unachofikiria mtu kaniuzi. Kwa hiyo nenda kwenye mmeongelea dada watu kapata huyo nani mzungu akapata shock mzungu. Je, umeshaikusikia au kuna mtu ambaye alishaipata mpenzi kwenye Facebook kabisa kapata mpenzi kwenye Facebook na anasema mimi tayari nishakaa na yeye, una ushahidi huo kabisa? Hapana. Hamna. Mimi kwangu mimi sijawahi kupata, ila wengi wao tunawapata ni waongo. Yani na mtu wako karibu labda akapata alicheko na kabisa really it works. Yani hiyo relationship aliyopata kwenye Facebook yani walidumu, yani waliendelea. Watu wanaona kupitia Facebook. Usiongee by the book, usiongee kwa sababu eti kwamba unaposikia nje huko sawa, huko wana imani zao kule. Lakini hapa umeshasikia hicho kitu kwamba mtu akutana kwenye Facebook mambo safi mzima, mrembo wewe mzuri, nakuja kwenu uko wapi sijui vitu gani, kaja mpaka wanaona. Mmesikia tu ni story. Story nasikia, lakini kwamba na ikitokea hiyo na mimi maichukuliaje kwanza? Ikitokea hapa kwangu mimi umesikia mtu kapata mtu kutoka kwenye Facebook, nitachukulia sawa, kwa sababu kila mwanaume anampendea mtu sehemu yake. Wewe naenda kusema na mpenzi wako amekutia labda kwenye sherehe, wewe umekutia labda club, kila mmoja wanakutana sehemu yake. Mapenzi yanatokea automatically. Mbona mimi ndo umendanga club? Mapenzi yanatokea tu face to face. Ukishamwona tu mwanaume mbona usemi kanisani hivi? Jamani, watu wanachukua. Yaani unajua mtu kuchukuana na boyfriend in Facebook, watu wanachukua tumia ile kama mtu kumrushia madongo mwenzake lile. Mfano wewe umechukua boyfriend wangu mimi, sio? Mimi nitatumia ile Facebook uchana live wewe. Kwamba kutumia picha zako na comment mmemwona. Lakini kuna mambo mengi bwana kwenye Facebook. Kuna mambo mengi sana ambayo tutajua tu. Lakini ndio maana kitu kama hicho, yani sipendi, ndio maana naona yani it's so wewe umeshaona kwa kwenye nege. Sijui labda kwa sababu jamani hawezi ukawa affected. Don't worry, let's have some coffee and water. Let's take a break. Anyway, fine. Ila yani bado tujamalizana na wewe. Ivone alikuwa anasema, Ivone alikuwa anatuambia kuhusu. Alikuwa anatuambia. Alikuwa anatuambia kuhusu yeye. Hajakatalia kama nini. Ivone alikuwa anatuambia sijui kapata sijui mpenzi naye kwenye Facebook imekuaje. Nilipata lakini hajasahau bado. Na unawapata wengi kwa sababu mimi I know kwamba you are attract. Wacha photogenic. Unajisikia mwenyewe. Unapata wengi tu yani wanajitokeza wewe you are so cute, mwingine sio nini. Ukija kuona naye ni mtu wa ajabu yani. Lakini subiri niwaambie, niko kipisi. Watu wanasemaga hivi. Wasichana ambao wanatafuta wanaume kwenye kwenye Facebook, kwenye mitandao yote, sijui BBM, sijui nini, unapiga picha unaweka, sijui unajua. Yaani yule msichana ambaye tayari ameshakata tamaa na maisha. Yaani unaitwa desperate woman, desperate woman. Sio? Yaani hiyo ndio mimi wanavyosema watu. Large number. Hebu kwanza kwamba imenipigia chini. Yaani mwanamke ambaye msichana ambaye anafikiria yaani ameshakaa, ina maana ameshakaa na anafikiria sasa kwamba anaweza kupata mpenzi kwenye Facebook, kwenye BBM, kwenye nini, kwenye mitandao, ila haina communication. Yaani mara nyingi watu wanasema kwamba yani huyu tayari ameshajikatia tamaa na ameshajichokea mpaka anaamua tu
kutafuta, unajua anataka test the waters. Umeona Yeye anataka kupata labda mtu ambaye labda atakuwa special from ambaye kaona labda wengine wa huko wanalionao wanamuumiza sio na nini. Ninaposikia watu wengi wanasema, "Hao inakuwaje?" Sasa wanaume na kwa hiyo unachomaanisha space pia na wanaume wako hivyo hivyo. Tena wanaume ndio wabaya kwa sana. Kwa hiyo unachomaanisha wavuna ndio wabaya. Mimi sisi zote tunaongelea kwenye swala la ubaya, wote wabaya. Yaani kwenye swala la ubaya sio ubaya, sio ubaya. Si unafanya biashara kabisa. Msichana kabisa anapiga picha yake, tena anapiga picha nzuri kabisa business. Yaani unaweza ukapanda gari kama hapa, unapanda mpaka Mlimani City, unapanda mpaka wapi? Unapanda mpaka studio za maana. Unaenda kupiga picha hapo kwenye Facebook. Sasa maana wewe mtu kafikiria kibiashara zaidi. Ndio maana ziliwekwa zile jamani. Kwa nini tunataka mpige picha za namna kwa ajili ya kutafuta. Ili tupige picha. Si lazima upost ili upige picha. Kuna sehemu ya picha. Ndio maana iko sehemu ya picha Facebook. Sio lazima uweke picha. Unaweza kuweka mdoli. Inawezekana simu yako ina access. Unaweza kuweka mdoli. Unaweza kuweka kivuli. Unapiga una swala la kupiga picha, kwenda kupiga picha, photo point and all that na kwa ile kwenye. Hiyo haina problem. Mwingine anaweza kufanya kwa mfano mimi nafanya hivyo, lakini sio kama labda natafuta mchumba au natafuta nini. No, yani I just like, yani unajua ile kwa sababu tunaweka picha tuonane, tujuane, yani ile interesting unavutia, lakini sio kama kila yule anayependa. Kwa hiyo wewe kitu ambacho unafanya kwenye mitandao ni nini? Hebu naomba nijue maana ana crush. Kwenye mitandao mimi kwa kweli sana natafuta zile opportunities kama hiyo modeling and all that, ndio natafuta labda picha yangu naweka kupata yani kind of opportunities kama hizo, umeona? Au kufind friends, umeona? Kujua nini kinaendelea, bidhaa gani mpya, kuna biashara gani, lakini sio kutafuta mchumba labda au kucomment, unajua lakini sio ile kutafuta mchumba. Naweza edit my pictures naweka pale. I'm a model. Sasa niweke. Sawa. Hiyo inakuwa balami kwa lengo la kulima. Hiyo inakuwa inatoka business wise. Ajala cha kijasiriamali zaidi kabisa. Huwezi mwaka zaidi. Una ongei show, hebu niambie. Au yamekutouch. Kama anawaza hivi labda boyfriend kamuumiza ama nini. Huwa mwazi. Tunaambiwa globalization. Mbona hujaachia bwana, nimekukaribisha hujaachia bwana. Feel free. Mpenzi wako umekutana Facebook. Anyway, lakini kama tunakuwa tukaikatisha hii mada, tunaweza tukabadilisha mada. Labda anaumwa, Nani nzuri sana. Unajisikia vibaya? Najisikia vibaya. Hata unaweza kunywa maji hapo, chukua glasi unywe maji. Au tukuchemshie chai. Hapa ni nyumbani, usijibane bwana. Nimekwambia in my hotel room. Huko in my hotel room. Kwa hiyo you feel free. Nataka coffee. Si hapo kuna nani unajitengenezea coffee? Au nataka nje nikusevie. Labda mimi ningemuuliza tu. Huyu ni mgeni. Subiri kwanza, huyu ni mgeni. Wewe ni wageni. Yeye ni wageni hapa kwangu. Sisi wageni. Sasa kwani hapa tunalaga kila siku. Lakini labda hebu ngoja tumuulize. Unasema ni wenyeji. Tumuulize hayo mama. Yeye anachukuliaje? Anaona labda kuna faida sana au kuna hasara? Kweli kabisa tusikie. Tuambie. Facebook kwangu mimi ina faida na hasara zake. Hasara ni zipi kwa wewe na faida ni zipi kwa wewe? Faida kama mimi kwa model. Kwa hiyo zile picha ambazo ziko kwenye like style fashion na kwenye juzi. Ngoja niagamie mie. Wewe ugamie mifupa na unanitoboa. Tunatoboana. Na kwa napata yani watu kampuni mbalimbali wanachukua na kufanya unafanya nini tena na wataka kunivuge nywele zangu hujatulia. So hizo za modeling. Kuna chana. Nafanya pia advertisement, nikipata issue ya shavla advertisement kama kampuni mbalimbali. Nachukua ile picha na iweka pale. Like kampuni za umodo. Hapo mnaongelea modeling, not only modeling, advertisement. Kampuni za ambazo wanataka watangaze biashara zao. Like juzi hapa when text like my page this Glandro Cosmetics. Like wakataka kufanya biashara na mimi. Uliweka tu picha tu? Only picture. Ukaandikaje kwenye page yako? Page yako umeandikaje kwanza? Page yako umeandikaje? Jina lako umeweka picha na umeandika Irene yawe? Basi. Kwa hiyo watu wakakulike tu au ukapenda my beauty. Kwa hiyo ina maana umejielezea kwamba I'm a model, I can do that. Kwa hiyo yuko ki business zaidi. Kwa hiyo wenyewe wakalike your page, wakakutafuta. Na pia mnaposema kuhusu love affairs in Facebook. Love affairs inategemea.
unaweza kupata mtu ambaye sio kabisa akakudanganya hivi na hivi. Wewe mwenyewe kama wewe unaweza kutustia akili yako ukaangalia huyo mtu ni wa ukweli, lakini ujue mtu sasa umjui. Na usipende kumwamini mtu direct kwenye nini? Wewe mtu umjui. Unajua mwanangu anaweza ka pretend sana mwanzoni. Mtu tu uko naye hapa, sio kwenye internet. Mtu tu uko naye hapa anakaa mwaka mzima hujamjua, alafu umjui. Alafu jifanya mimi namjua sana yule. Namjua sana basi. Kumbe umjui. Sasa sikuse kwenye Facebook, kwenye BBM, kwenye WhatsApp. For example mimi hapa I got my guy mpenzi wangu Facebook na 2 years naye. Hiyo inategemea kama mlikutana Facebook. Yeah, Facebook. Mpaka sasa hivi uko naye. Mpaka sasa hivi. Ushaikumuona? Nishaikumuona his handsome. Wacha unamuua. Mimi nataka kumuuliza katika ule mkutanoni wenu. Ni vile mmekutana tu mkaanza kuchat, yani straight tu akaanza I love you. Au alianza na story. Na chatting kawaida. Ile chat Facebook na kila siku Kwa hiyo kabla mjaanza kudate mlishakuonana au hamjakuonana hiyo Facebook mkaanza kudate straight? Ilikuwa Facebook na chat sasa tunajua watu wa kwenda kwenye nani kujirusha nini. Kwa hiyo siku tumeenda Mlimani City pale nimeenda alafu hapo umjui, kumbuka umjui au ushapewa picha na hapo kwa tulifanya appointment tukutane. No jamani hii kali picha kama picha Facebook, so lazima uende photo point my fair kwenda kwa edit niki kama wewe sura yako natural. Unaambiwa the beauty is within you. Wewe natural one so lazima sio ya kufoji wala kufake. No unaweka wewe mwenyewe. Sasa siku tumekutana Mlimani City mimi kwa obviously kwa si fahamu, lakini nimepita kwa mjani yeye kutoka Mlimani City. Mimi niko tumekaa tu pale nje out na chat na nini cause mimi niko Facebook peke yake, WhatsApp kwenye mitandao yote mtoto umejiweka Twitter business bado tu kwa nyimbo tuipata YouTube mjasiriamali hapo mlikuwa bado hamja biashara zaidi tujaanza kudate bali. Sasa tumekaa pale nje na chat nini sasa siko Facebook, niko WhatsApp maana na friend wangu. Kwa hiyo ina maana sasa tayari huyo mtu mko naye mpaka sasa hivi mko naye unaendelea naye tunapendana yani kimehappen. Lakini hiyo imeanziaje? Kwenye Facebook wameonana, wamejuana, lakini baada ya kukutana ndio akaja kaanza kudate. Mimi nauliza ipo ile wale ambao hawajai hata kuonana humo wanachat wanaanza kudate kabisa, huyu anamtongoza mwenzake ndio kama tupa shoti yangu. Hiyo ndio sasa ni hapo una tofauti ile mmezoeana. Unajua anataka nini? Subiri, unajua anataka nini? Nimekumbuka kitu nataka nini kwamba unapata mtu kwenye Facebook mnapendana mnakaa miaka miwili amuonana umeonana mnaongea maneno yote mnayojua mshakuwa wapenzi kabisa, afu mnaachana huko kwenye Facebook baby sasa mnaachana huko kwenye Facebook. Sasa maanisha nini? Ndio hivi au ndio hivyo mnaanza kudate kabisa, ndio hayo madhara yake, mnakuja kuonana baadaye mshakuwa katika relationship, yani hajaja kuonana hiyo mnaionaje? Yani sasa nini kwenye Facebook momo, lakini hiyo weird ndugu yangu, very weird. Ndio maana nasema hivi mapenzi ya Facebook si mapenzi kama yapo mapenzi lakini si mapenzi. Kama labda Facebook ni mwanzo, labda sisi niseme ni mwanzo wa mapenzi kwa sababu ni mwanzo wa kujuana. Mnajuana alafu mbona kwenye picha, lakini si mkishaona hivyo Facebook lazima mmemiss. Umesikia baby? Si tayari